Na hapa ndipo Mungu aliinua manabii wake. Unajua kwenye kila hali ya ngumu inavyotokea, lazima Mungu anainua manabii ambao wataenda kutangaza habari za matumaini kwa taifa la Mungu, ambao wataenda kurejeshea watumishi wa Mungu taifa la Mungu, kuambia kwamba hiki mnachopitia leo sio kwamba ndio mwisho wa maisha. Kuna vitu ambavyo mlikuwa navyo, furaha iliyopotea, amani iliyopotea, hiyo ambao sijui ni ushiriki na uhusiano uliopotea, Mungu ataweza kuwafanyizia nene, atawarejeshea. Bwana Yesu asifiwe. Na hii hali ya wana wa Israeli kwa siku hizi ni kama hali tunaopitia leo kwenye nchi yetu. Leo ukiangalia kwenye nchi yetu ya Kongo, sababu hii tunaiconsider kama nchi yetu ya pili, lakini ukiconsider nchi yako ambayo umezaliwa ndani, ambamo umekuwa na umekuwa mtu mzima, ni nchi ambayo leo watu wanaishi kwa kuhofia maisha. Amani haiko tena. Mtu anaweza kuwa nyumbani, alafu wanakukidnapea huko, kijana wanaenda kukuua, na mahali wanakoenda kukuia huko kuvalisha hata teni, na basi unakuwa umefanya nini? Umeonekana kama vile ni nani? Ni pia enemy. Watu wanapitia hali ngumu, watu wanapata kiboko, watu wanapigwa, alafu kila mtu anaishi kwa woga. Na wengine hata makazi wametoshwa kwenye kazi zao, sasa hivi wanakosa tena wataishi namna gani. Wengine wamepatiliwa makonje ambazo ziko strategic, na unajiuliza familia za hao watu zitaishi na gani. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni kwa wale mataifa na watu wa Mungu. Leo tunaishi hali ambayo upendo umepotea kati yetu, katika familia hakuna tena upendo. Ni chuki ndiyo imeibuka, ni chuki ndiyo inaendelea kwenye familia za walio wengi leo. Leo watu mko tayari kuweza kumuua mtu mwingine kwa sababu ya kazi fulani, anaweza kumpatia sumu afariki, kwake hiyo sio kitu. Sababu kuliko upendo uwe, chuki ndiyo imepandwa katika mioyo ya watu. Hata hiyo hali inaonekana kwenye kazi, inaonekana kwenye makanisa, chuki imepandwa pia. Hata mahali pote watu hawafurahi kuendelea kwa watu wengine. Watu wako tayari kufanya mabaya kwa ajili ya watu wengine, sababu upendo umefanya nini? Umepotea. Watu wamepoteza furaha leo. Leo ndoa nyingi unapoziangalia, watu wanaishi tu sababu walifunga ndoa. Lakini walikuwa wangeweza kusema tunabadilisha Biblia, na leo Biblia tunaongeza tena shairi ambao Mungu pia atakubali kwamba kila mtu anaweza kuacha ndoa yake leo akafanya tena ndoa nyingine. Sijui kama mtabakia hata ndoa moja ambayo itaendelea. Sababu watu wanaishi kwenye ndoa kwa kuchikaza tu, kwa sababu tulifunga ndoa, alafu nilifanya kanisa, niliweza kujionyesha mbele ya watu, na tuliweza, sasa tukiacha watu watafikiri nini? Kwa sababu furaha imepotea. Yule ambaye alikuwa anakupenda, mnakuja kanisani pamoja, leo humu hakuna mtu anajua mwingine alienda kwa kanisa saa ngapi na mwingine alirudia saa ngapi. Sababu furaha iliyokuwa pale wakati mlichumbiana imepotea. Furaha imepotea kwenye familia, furaha imepotea kwenye mazingira ya watu wengi. Amani imekosa katika maisha ya walio wengi. Alafu hata uvumilivu na utu wema umepotea katikati ya watu. Hata wale walio kanisani leo unaweza kuishi nao ukiwaogopa, wakati kanisani ndio ilikuwa mahali pa kukimbilia. Ndio ilikuwa mahali ambapo nasema nikikuwa na shida, nikikaribia kanisa ninaweza kupata msaada. Lakini haya yote yamefanya nini? Yamepotea. Kwa hivi kama pia wana wa Israeli walipita kwenye kipindi hiki ambacho watu hizi hali zinapoteza watu kutokuwa na matumaini, Biblia inaendelea kutukumbusha siku ya leo kwamba Bwana ana uwezo wa kurejesha matumaini iliyopotea. Haleluya. Ana uwezo wa kurejesha matumaini ya taifa lake. Kwa hivyo kupitia somo hili tunazungumzia mambo manne kwa dakika chache hivi. Na mambo tutakayozungumzia, jambo la kwanza tuzungumzia Bwana ataumbia taifa lake maisha mapya. Jambo la pili tuzungumzia neno linalosema Bwana atarejesha vilivyoliwa kutoka taifa lake. Jambo la tatu tutazungumzia neno linalosema mambo yanayosababisha taifa la Mungu kupoteza matumaini. Alafu tutamaliza na neno linalosema Bwana atarejesha uzima na asili ya taifa lake. Amina.
Bwana ataumbia taifa lake maisha mapya. Mahali ambapo tumesoma kwenye kitabu cha Yeremia sura 13 mstari wa 16 hadi 24, mahali ambapo Mungu anaendelea kuahidia taifa la Israeli kuzihusisha na wote watakao watendea mabaya na kujifanya adui yao. Watu watajifanya adui yako, watu watakutendea mabaya ndiyo, lakini kama kweli kweli wewe ni mtu wa Mungu, umeweka tumaini yako ndani ya Mungu, Bwana ana uwezo wa kufanya wale walio adui wako yeye mwenyewe anajihusisha nao. Haleluya. Kama vile aliwaambia wana wa Israeli kwamba nami nitawapigania nanyi mtafanya nini? Mtanyamaza kimya. Mungu anaendelea kuambia kwamba ataponya Israeli, kuwaletea maisha mapya. Hali wanaoishi Babeli, mahali ya kujikosa, mahali ambapo wanauawa, mahali ambapo wanaishi hali ya kuwakatisha tamaa, anasema kwamba atawarejesha Yerusalemu, ambapo Biblia inasema Yerusalemu ni mji wa amani. Unajua kusema Yerusalemu ni neno linatoka kwa Kiebrania. Jeru ina maana kusema mji ama ville, alafu Salem ama Salem inatoka kwenye neno shalom ambayo inamaanisha nini? Amani. Kwa hivyo wana wa Israeli muda wote ambao hayuko Yerusalemu, hayuko Israeli, anajikutana kama mtu ambaye amenyanyaswa, anajikutana kama mtu ambaye hana tena matumaini. Lakini hapa Mungu anaendelea kuwarejeshea matumaini kwamba hata wale ambao ni maadui zenu, hata wale wanaowatatiza, mimi nitajihusisha nao. Hicho kicheko mlichokipoteza, hiyo furaha mliopoteza, hiyo shangwe iliyotolewa kwenu, nitaweza kuirejesha. Haleluya. Anasema atawapa mtawala mpya ambaye ataenda kuwatawala. Unajua leo kwenye nchi yetu tunatawaliwa na watu, sitaweza kuwataja majina sababu mji leo ni petit village, wanaweza kuwa hata humo. Hapo ukitaja majina unatoka kwenye madhabahu na unaona moja kwa moja umepotea, watu wanakosa mchungaji alienda wapi. Lakini sisi wote tunawajua kwa majina, tunawajua vilivyo. Wanatatiza nchi, wanatawala bila woga, wanajifanya kama kana kwamba wako mahali ambapo ni mahali pao, na wanajifanyisha kila kitu wanachokitaka bila kuangalia maisha ya watu. Kuua mtu kwao sio kitu, mtu kumpotezesha uzima sio kitu. Kuangalia mabenki yamefungwa, alafu hao watu ambao walikuwa wanafanya kazi wana pesa zao kwenye mabenki wanaishi namna gani, kwao sio kitu. Hawajihusishe na mambo hayo yote. Kuangalia kusema hii movement, unajua hata sisi ambao tuko huku tunaathiriwa na mambo haya. Kuna watu wengi huku kwenye sijui kampuni zao, sababu najua watu wengi wanafanya kazi za transfer. Pengine kama ulikuwa unaweza kufanya movement ya pesa milioni 10 kwa mwezi, milioni 100, leo pengine wengi wamerudi kwenye milioni 10, milioni 20. Alafu nakutana mtu anaanza kujiuliza, hata yuko Kongo lakini yuko hapa, lakini hali inaanza kufanya nini? Inaanza kuwa ya matata, na yeye anafanya nini? Anajikosa. Na sisi tuko hapa, tuko huku, hata ukiangalia kwenye hivi vitu tukimaliza hapa ukihesabu utaenda kutana vitu hali ilivyokuwa siku zilizopita na mahali ambapo tulipo leo, hali imefanya nini? Imechafuka. Sababu kukosewa kwa amani kunafanya vitu vyote vizorote na mahali pote. Lakini katika hali hiyo yote Mungu alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli kwamba nitaweza kuwapa mtawala mpya aliye mmoja wenu. Haleluya. Unajua kuna muda unaweza kutawaliwa na watu, kuna muda wa mateso, kuna muda wa kupitia usiku, lakini que ce soit la durée de la nuit, le soleil finit par faire quoi? Le soleil finit par apparaître. Haleluya. Yule aliyeumba mbingu na nchi, aliyeweka vitu vyote duniani, alipoumba ndio aliyesema kwamba il y a soir et puis il y a matin. Kuna wakati wa giza usiku na kuna wakati wa kuona asubuhi, kuona mwanga. Haleluya. Hata miaka itaenda namna gani, siku zitaenda namna gani, lazima vile siku zilizoliwa Mungu anaweza kuzirejesha. Na hapo ndio tunazungumzia jambo letu la pili, Bwana atarejesha vilivyoliwa toka taifa lake. Na tunapoanza jambo hili tusome Yoeli sura 2 mstari wa 25. Joel chapitre 2 verset 25. Biblia inasema hivi.
Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yoeli sura 2 mstari wa 25, nami nitawarudishia ninyi miaka nzige ziliyokula na funza na wadudu wage na mapanzi na jeshi langu kubwa nililotuma katikati yenu, na mtakula tele na kushiba, na mtasifu jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea ninyi kwa mshangao, na watu wangu hawatahayarishwa kamwe. Na mtajua kama mimi ni katikati ya Israeli, na kama mimi ni Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatahayarishwa kamwe. Ni neno la Bwana. Mungu anasema atawarudishia miaka iliyoliwa, ile yote miaka ambao waliishi katika Babiloni, walioishi katika utumwa. Anasema nitafanya nini? Nitarejesha hiyo miaka. Unajua tunakoishi kuna miaka ya watu imeliwa. Kuna miaka ya watu, pengine wewe ni mtu ambaye ungeolewa una miaka sijui 12, lakini shetani sijui nguvu yoyote gani hiyo imechoma hiyo miaka, imechukua hiyo miaka, kiwango ambacho unataka kuchumbiwa lakini mambo hayaendi sawa sawa. Unataka kuchumbia huko na mambo hayaendi sawa sawa. Miaka yako inaanzaliwa, bali ungeolewa na kuoa kwa miaka 25 inabadilika, inakuwa vitu vingine. Vitu vyote vinafanya nini? Vitu vyote vinakwama. Mahali ambapo ungepanda na wewe sawa watu wengine kwenye biashara yako inabakia iko standane, ni miaka imefanya nini? Imeliwa na muovu. Mahali ambapo na wewe unaenda kwenye viwango vingine kimaisha, hata kwenye maisha ya kiroho, lakini hata stagnation ya kiroho wewe ndio umebakia nayo hiyo. Unakutana unataka kujitahidi kusema pengine ningeanza na mimi kuomba, ningeanza kuwa nafanya meditation usiku na mchana sawa watu wengine ili nipande kwenye degree nyingine kiroho. Lakini karibu unapoanza, kadiri vile unaanza, mara moja udhaifu unaingia na unashindwa kuendelea tena mbele. Alafu hali inabakia hiyo na maisha haifanye nini? Haibadilike. Lakini nataka kuambia leo kwamba hata hiyo miaka ambayo unaendelea kupoteza, ambayo shetani amechukua, Mungu anaenda kufanya nini? Anaenda kuirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunapitia hali ngumu. Miaka ya mtu inaweza kulewa na muovu. Ukiangalia Ana, hata kabla hatujazungumzia Ana, ukiangalia watu kama Yusufu ni yule ambaye Mungu alimpa ndoto kwamba Yusufu wewe utaenda kuwa mtu mkubwa. Yusufu wewe utaenda kuwatawala watu. Yusufu wewe utaenda kuwa mfalme. Lakini anapopata hiyo ndoto, kile kinachofuata hiyo hali ni kwamba anaanza kuchukuliwa na ndugu zake. Ni kwamba anaanza kushutumiwa na ndugu zake. Ni kwamba watu wanaanza kumuona sasa kama vile ni adui sababu ya ile ndoto ambayo Mungu alimpa. Unajua watu wanaweza kujifanya maadui sio tu kwa sababu wewe ndio mbaya, sio tu kwa sababu wewe ndio watu hawapendi, lakini ni sababu ya kile ambacho Mungu ameweka kama nini? Kama hiyo ambayo ni vision, hiyo ambayo ni plan, ni promise ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yako. Alafu mtu akiona kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako, inakufanya afanye kuwa nini? Uweze kuwa adui wako. Haleluya. Na hiyo Yusufu apitie magumu. Ilisababisha Yusufu apitie hali ngumu, ndugu zake waende kumtupa kwenye shimo, ndugu zake wapate kumuzisha, na anapouzishwa anafika kwa Farao. Inafanya miaka. Unajua ile habari wanapozungumza kwenye Biblia wao unazisoma kwa dakika moja, lakini unapoangalia ni kwamba ilienda miaka na miaka. Yusufu anapo struggle kwa ajili ya nini? Ya ile ambacho Mungu alimwekea. Haleluya. Miaka inaenda, Yusufu anatupwa kwenye gereza, Yusufu anaishi hali ngumu kwenye gereza, lakini sababu Mungu alikuwa amesema kitu juu ya maisha ya Yusufu, hata alipitia hali ngumu namna gani, hata ilienda miaka ngapi, ana struggle, anaishi hali ngumu, wakati Mungu amekuwa na plan merveille kwa ajili ya maisha yake. Kile ambacho Mungu aliahidi juu ya maisha yake, kile ambacho Mungu alisema juu ya maisha yake, kile ambacho Mungu alifunua juu ya maisha ya Yusufu, hata watu waliinuka wanakataa, hata watu walimchukia vipi namna gani, hata watu walitaka afe apotee, hata walienda kutangaza habari zake za kifo kwa baba yake, lakini Mungu alienda kutimiza kile ambacho alikusudia juu ya maisha ya Yusufu. Ndio maana kamtosha kwenye gereza na kumweka kuwa mfalme katika mji usio wake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea na wewe kwamba Mungu ana kitu ambacho amesema juu ya maisha yako. Sio muda wa kupoteza matumaini. Haleluya. Kuna Ana pia. Unafikiri Ana Mungu alikuwa anajua
alikuwa hajui kwamba lazima atampa mtoto. Mungu alikuwa anajua kwamba Ana lazima utapata mtoto. Na Ana aliendelea kuteseka. Alikuwa na mke mwenza wake, ama ambayo tunaita sijui kwa Kiswahili chetu mke mwenza, sijui niseme nini, Penina. Mtu mwenye mko nyewe wote wawili mko wabibi naye. Kwa Kiswahili cha Tanzania wanasema mke mwenza. Mbanda, sisi cha kwetu tunasema mbanda, sijui ni Lingala ama ni Kiswahili ama ni nini. Lakini tunasema mbanda. Alikuwa anamtatiza siku na mchana. Anamwambia ona mimi nimezala. Hakuisha tena muda kidogo tena nazala. Alafu huyo anaumia, anasema kwa nini mimi ndio nibaki kwenye hali hii? Na hiyo hali iko hata kwetu sisi leo. Tunaweza kuwa mkanisani, wengine wako nazaa, hata unaona hapa tumefanya baraka ya watoto, lakini wewe unaendelea kuja, unaombewa, unapitia kwenye hali ngumu. Sana mimi nitapata mtoto namna gani? Haleluya. Mungu alikuwa anajua Ana atakuwa mtoto pia. Lakini aliruhusu mambo yake yawe yamebana sehemu fulani. Unajua shetani anaweza kuiba miaka yako. Shetani anaweza kuiba baraka yako ambayo Mungu amekusudia. Kumbuka tulikuwa hapa na Omega 3 pamoja na mtumishi wa Mungu Sami. Aliweza kutufundisha somo kuhusu Danieli, kwamba Mungu alikuwa amemwambia Danieli kwamba anataka kuwatoa katika nene, katika shida. Mungu anataka kuwaokoa katika hali ambao wako ndani mwake. Na Mungu tayari alikuwa ametuma majibu ya mahitaji yake. Lakini mahali fulani shetani na watu wake walikuwa wameenda kuzuia hizo baraka asije kazione. Na maana tunapokuzungumzia kwamba miaka ya mtu inaweza kuliwa, usifikiri ni mambo ya kujitungia, hapana. Lakini hata Biblia yenyewe inaonyesha kwamba baraka zako zinaweza kuzuiwa sehemu fulani. Baraka zako zinaweza kuliwa mahali fulani. Kile ambacho unatakiwa ni kuwa na matumaini na kutafuta Mungu vilivyo. Kama ulikuwa unamtafuta kwa degree ya maombi ya deminite, jikaze, anza kuomba dakika sijui 30, anza kwenda kwenye saa moja, anza kuenda kwenye viwango vingine. Kadiri vile unasumbua Mungu, kadiri vile unareclaim presence ya Mungu, kadiri vile unatafuta uso wa Mungu, ndivyo Ana alivyofanya. Anakuja analia mbele ya yule ambaye ni nabii Eli, anakuja analalamika, kama anaanza kuonelewa kama vile ni mshire. Lakini hiyo ilikuwa ndio njia ambayo Mungu anaenda kufanya kile ambacho alikuwa amekusudia kumpa mtoto. Kifanya nini? Anaenda kukiachilia. Bwana Yesu asifiwe. Vile vilivyolewa Mungu anaweza kuvirejesha hata miaka iliyolewa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jambo la tatu kwenye mafundisho yetu ni kwamba hata Mungu ameahidi kwamba ataweza kutusaidia. Hata Mungu ameahidi kutupigania wakati wa shida. Hata Mungu ameahidi kwamba atakuwa pamoja nasi. Watu walio wengi wanapoteza matumaini hata hivi. Unaweza kutana mtu ni binti, akishafika miaka fulani, miaka 12, miaka 13, wengi wanapoteza tumaini. Hapo kama anaanza kujikutana, hata nikipata mkuu DCM biro nitafanya nini? Nitakubali. Hata nikipata sijui hali ya hivi na hivi, hata mlevi nitaenda naye hivyo hivyo. Sababu ameanza kupoteza nini? Matumaini. Mwingine sijui sababu amefanya biashara siku za kutosha, na wengine walioanza nao wamepanda leo, wamenunua magari, wamejenga manyumba. Yeye hali yake inarudi nyuma kuliko kapitali iendelee. Sasa kapitali yake shabakia madeni. Sasa inataka punguka, anaongeza amo deni. Tena saa anataendelea kidogo, tena anaongeza nyingine deni. Alafu ashenda jikutana kapitali yake yenye alikuwa sijui na 15,000 kumwanzo. Yote ilichokuwa nataka iraforce madeni zilikuwa anaongeza, njoo shabakia kapitali. Wakati wengine biko napanda, mzengine nivo. Njoo kwenye wengine ndasikia tu wanawaambia sema huko kufasi kwa unaendaka tu, unatengeneza mabushimo hivi na vitu mwa hivi, na unatajirika mara moja anaenda. Sababu ya kukata nini? Kukata tumaini. Ndio maana tunazungumzia jambo letu la tatu, mambo yanayosababisha taifa la Mungu kupoteza matumaini. Jambo la kwanza ni kusahau yale ambayo ni ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Mtu anaposahau ahadi ya Mungu juu ya maisha yake. Unajua Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia sura 29 kwamba le projet que j'ai pour vous, c'est projet de malheur. Est-ce que c'est ça? C'est projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. C'est projet de paix.
Lakini tunaposahau ile yote, njoo kwenye unasikia leo huko Mabutembo nafasi nyingine watu wanaanza tekre makundi sijui urane na vitu vingine kwamba turudie nini? Turudie miungu yetu. Njoo unakutana watu wanaanza sema hapana tunawe, eske nao sha nao. Wanaweza tunaweza kuomba na Mungu wemesha nao. Haleluya. Njoo kupoteza matumaini. Alafu nawaambia na wewe si nao, utakuwa naishi nao na unao. Nao. Kisha unakuwa unasema tutakuwa nafuata vya Mungu lakini mtu anajisaidia. Mungu anasaidia kama anajisaidia. Eske ile njoo kujisaidia kweli nye Mungu anakologa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaposahau le projet de bonheur et de paix nye Mungu alitia juu yako, inakufanya upoteze matumaini na kuenda mbali na mapenzi ya Mungu. Jambo nyingine linalofanya watu waweze kupoteza matumaini ni wakati mtu anafanya nini? Anasahau shauri ambayo Mungu alimpa. Unajua Mungu alipatia pia wana wa Israeli kwamba anawaambia nitaenda pamoja nao. Anataka kuwatosha Misri wapeleke Kanaana, na anaambia Musa kwamba Musa nitatembea pamoja nao. Musa anataka zizima, anasema Mungu sisi hatutaweza kutembea. Kama usipotembea na sisi hatutafanya hata pamo ya kutoka hapa. Lakini Mungu anawaambia, na pale njoo alijifunuaga kwamba jina yake njoo Yahweh, ambaye anasema je suis qui je suis. Na kwa namna nyingine je suis celui qui est, qui était, qui est et qui vient. Haleluya. Gisi nilikuwa na nyinyi Misri na ninataka kuwatoa, na kwenye njia nitakuwa na nyinyi, na kwenye mnaenda nitafanya nini? Nitakuwa na nyinyi. Lakini ukisoma Exode chapitre 14, Biblia inasema walifika wakati wanalilia Musa. Wanaanza kumwambia wanapoona mbele yao kuna bahari, wanapoona nyuma yao kuna nini? Kuna majeshi ya nani hiyo ya Farao, wanapoona hii pande na hii kuna desert. Wanaanza kumwambia Musa, hapana ulitutosha Misri sababu gani? Huko afadhali kuna makaburi, huko afadhali maisha tulikuwa nakula samaki sijui na mikate na vitu vingine. Mtu anasahau nini? Ahadi ambayo Mungu alimpa kwenye maisha yake, na inakufanya ufanye nini? Uanze kupoteza tamaa na kuanza kufanya vitu ambavyo viko mbali na nini? Na mapenzi ya Mungu. Lakini neno la leo linakuja kukukumbusha kwamba lazima Bwana atakurejeshea nini? Matumaini iliyopotea. Haleluya. Jambo nyingine linalosababisha watu wapoteze matumaini ni woga. Kuna watu hapa aliokoka. Kuna watu wako huko kwenye baa za Kambala, aliokoka, alikuwa binti. Alipookoka amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, alisikia neno la Mungu likambadilisha. Lakini wakati alipoona kwamba hiyo wakati alikuwa ni mwasherati, alikuwa mzinzi huko kwenye baa, alikuwa anapata pesa za wababa wanampa hela kama wanamuonga. Lakini wakati ameamua kumfuata Bwana Yesu, mwezi wa kwanza sura inaanza badilika, juu mafuta tena haiko ya kupakala. Mwezi wa kwanza vitu vinaanza kataa, anaanza kutana amechakaa. Alafu anapoangalia kwamba wale ambao walikuwa wananijua kwamba mimi ni boss lady, watakaponiona kwenye hali hii watanifikiria nini? Alafu hiyo hali inaanza kusema hapana, sitaendelea kwenye hali hii, lazima nifanye nini? Nirudi nyuma. Na ndio kunakutana mtu anafanya nini? Anaanguka. Sababu ya nini? Sababu ya woga. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaposoma maandiko matakatifu, Biblia inasema Petro aliuliza Yesu, anasema na mimi nilitaka kuja mahali ambapo huko Yesu yuko juu ya maji. Na anapouliza Yesu na mimi nilitaka kuja mahali ambapo huko, Mungu anamwambia njoo Petro kuja. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Mungu anatuita siku ya leo, anatungoja tuje kwake mbinguni, tukutane pamoja naye kwenye mawingu. Alafu alipoanza kutembea Petro, Biblia inasema anaanza kufanya paa ya kwanza, paa ya pili, paa ya tatu. Wakati Petro alianza kuzama, ni ile wakati alianza kushikwa woga. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye safari ya kuenda mbinguni. Kuko mahali ambapo Mungu anapenda tupeleke. Kuko destiny yetu nzuri ambao Mungu ameandaa kwa ajili yako mama, kwa ajili ya fuae yako. Wakati woga itakushika, njoo siku utafunga vitu wako, unasema nimechoka humu vya kutosha. Kumbe njoo wakati Mungu alitaka kurestore ile amani na furaha na kuleta wokovu kwa mume wako abadilike. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapokuwa na woga binti, ile wakati unakutana miaka imeanza pita, nimefika mvesenge 26. Kumbe petetre kuveseti njoo kwenye Mungu alikuwa anasema hapa njoo huyu nitaenda kumpatia nani? Nitaenda kumpatia mume ama mke. Lakini wewe kujituma tu unasema basi nikujibeba tu kubakiana, kana kutia mimba useme hata na mimi nimekuwa na mwenye ndakuwa nasema huyu ndio baba fulani. Mimi pumbafu tu ule. Woga inafanya mtu afanye nini?
akate matumaini na kutokuona nini plaza Mungu kukua komble katika maisha yake. Woga ni kitu kibaya. Lazima kama Mungu amesema anataka tuokoe na kututilia matumaini, tuweke woga mbali na sisi. Haleluya. Sababu ya muda, acha nizungumzie jambo la mwisho linalosema Bwana atarejesha uzima na asili ya taifa lake. Unaposoma kitabu cha kile kitabu ambacho ni neno la Mungu toka kitabu cha Yeremia tulikosoma, ukisoma maandiko matakatifu za habari za nabii mmoja. Kuna nabii mmoja ambaye anaitwa Ezekieli, na huyu nabii ni yule ambaye ni nabii wa Mungu kama vile Yeremia. Ni yule ambaye Mungu alimuita, anamwambia, wewe Ezekieli njoo hapa. Anamleta mahali ambapo kuna vale ya mifupa mikavu. Anamuuliza, eske unaamini kwamba hii mifupa mikavu inaweza kufanya nini? Inaweza tena kupata uzima? Naye akajibu, Bwana, wewe unafanya nini? Wewe unajua. Haleluya. Alafu akamwambia, na tabiri juu ya hii mifupa mikavu ambayo imekauka, na baadaye itaweza kufanya nini? Kupata uzima. Anasema nabii Ezekieli akafanya nini? Akatabiri juu ya hiyo mifupa. Kadiri alianza kutabiri, Biblia inasema pakawa na fujo kubwa, na hiyo fujo kadiri iliendelea, kila mfupa ukaanza kujirudisha kwenye nafasi yake, kitu kikaanza kujirudisha mahali kilipokuwa. Ile ambayo ilikuwa ni mifupa iko eparpie ikarudi fasi moja na ikaanza kuprendre forme ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nazungumza na mtu ambaye Mungu anakuita utabiri, uombe kwa ajili ya furaha yako, hiyo upendo iliyopotea, hiyo hali ya amani iliyopotea juu ya nchi yenu, uweze kutabiri ukiomba Mungu. Kama uliweza kutia mifupa mikavu ambayo mifupa imekuwa eparpie ikaprendre forme, na Mungu afanye hiyo upendo na vyote vilivyokuwa kwenye maisha yako vilivyopotea avirejeshe vianze kupata forme, na kadiri vile vinapata forme akamuongezea akamwambia, sasa leta pumzi ndani ya hiyo mifupa. Biblia inasema akapuliza ndani ya mifupa, na hiyo mifupa ambayo ilikuwa mikavu ikaanza kuprendre chair, na kadiri inavyoprendre chair akaenda kuwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutabiri leo juu ya Kongo na Mungu anafanya hiyo hali ambayo imetatiza ikafanya nini? Ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutabiri leo juu ya kazi yako na kuomba Mungu, kazi ambayo ilikuwa imepotea. Kuna watu wengine walifukuzwa hata kwenye kazi kwa kusingiziwa kwamba huyu aliiba pesa, alafu leo anaishi hali hana tena kazi. Unaweza tena kutabiri hiyo kazi iliyopotea, wale waliokutupa, wale waliokuachilia wanakuja kukutafuta tena usiku. Kama wanakuja kutafuta usiku bila nini, mchana bila, wanakuja kutafuta mchana na nini, na matoshi. Wanakuja kukutafuta kwa kile ambacho Mungu alikusudia juu ya maisha yako. Kwa hivi mtu anavyotabiri, Mungu anafanya nini? Ana uwezo wa kurejesha uzima mahali ambapo uzima ulipotea. Haleluya. Mungu ana uwezo wa kurudisha pumzi uzima katika furaha ambao upendo ushaisha. Mungu anaweza tena kurejesha nguvu katika kanisa ambalo kiroho kishabomoka. Mungu anaweza tena kurudisha uzima na kuleta matumaini mahali ambapo mtu alikuwa hana tena matumaini, sababu yeye ana uwezo wa kurejesha kile kilichofanya nini? Kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Na kuomba utakapoenda nyumbani Ndevoara Domsile utaenda soma pia habari za bwana mmoja anaitwa Mephibosheth. Alisaulika wakati alikuwa ni mtu wa familia ya kifalme, lakini wakati ulipotimia alienda kutwaliwa huko na kuwekwa kwenye meza pamoja na nani? Na Daudi, sababu alikuwa na asili ya nini? Ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Tuna asili ya kifalme. Mungu alipokuumba alikuumba ukiwa mfalme. Shetani nyoka kaja kuiba na kukamata hiyo ambao ni asili ya kifalme uliyokuwa nayo. Tukaasi sheria ya Mungu, tukapotea katika dhambi. Ndio maana wengine wako huku, angekuwa mhubiri mkubwa leo, lakini iko kwenye baa kule. Shetani amechukua muda wake, amechukua miaka yake. Mungu anaweza kurejesha hiyo leo. Haleluya.
Kuna mtu yuko hapa angekuwa mhubiri anakuwa mama CFF, lakini leo yuko hapa ni DZM Bureau. Anajiuliza, na mimi Mungu ningekuwa hata CFF wa hii kanisa, lakini hali imefanya nini? Imenitatiza. Mungu anaweza kukubadilisha tena leo akakurejesha mahali hapo kwenye asili ya kifalme. Haleluya. Kuna watu wanapotea katika dhambi, wako kanisani, walikuwa Wakristo, walipanda kiroho, alikuwa ameanza kujua kutafuta Mungu, kuomba kila saa, lakini ilifika muda shetani akaanza kumuiba zamu, akaanza kujifunza tena akaanza kujifunza tena washerati. Leo mwanaanza kuja kwa kanisa sababu tu ni kawaida, lakini kiroho ameshakuwa chrétien charnel, na wala tena haongozwe na nini? Haongozwe na roho. Pengine hata makanisa na yenyewe yanaweza kufika kwa kipindi hicho ambao hayaongozwi tena na roho. Mungu ana uwezo wa kufanya nini? Wa kufanya ile roho aliyepotea katika kanisa, roho aliyepotea katika maisha yako, sababu hakai mahali ambapo kuna machafuko, anaweza kukurejeshea leo na ukawa tena na nini? Maisha yako ya kiroho kapanda kwenye dimasio nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kusimama tuombe Mungu. Kuna kitu ambacho kimepotea kwenye maisha yako, mwambie Mungu nirejeshe Bwana. Kuna upendo umepotea kwenye maisha yako, mwambie Mungu nirejeshe Bwana. Kuna amani ambayo imepotea kwenye nchi yetu, mwambie Mungu nirejeshe Bwana. Kuna kazi yako ambayo imestagne mahali pamoja, haipande tena juu, mwambie Mungu kazi yangu rejesha hiyo ambayo ni kuuzisha ambayo nilikuwa nayo. Wale wa client niliokuwa nao wamepotea, mwambie Mungu arejeshe. Kwenye maisha yako ya kiroho ulikuwa umeanza kuomba kila siku, ulikuwa umejipatia hata programu ya kusoma Biblia kila siku ili uweze kumaliza Biblia kwa miaka 3 ama mwaka mmoja, lakini mahali fulani shetani alikuiba zamu. Ambia Mungu nisaidie, nirejeshe hiyo upendo. Wakati ulipookoka, ulipokuwa bebe spirituel, ulikuwa na upendo wa ajabu sana juu ya Mungu, ulikuwa na upendo wa ajabu sana juu ya kazi ya Mungu. Ambia Mungu nirejeshe ile hamu ya kukutafuta niliyokuwa nayo wakati nilipookoka. Wakati ulipookoka ulikuwa unapenda sana kwenda kwenye selile. Wakati ulipookoka ulikuwa unapenda sana kwenda kwenye ibada ya mama. Wakati ulipookoka ulikuwa unapenda sana kwenda kwenye ibada ya vijana. Wakati ulipookoka ulikuwa unapenda sana kwenda kwenye kusanyiko la Mungu, lakini mahali fulani ukaanza kupoteza hiyo hamu. Ambia Mungu nirejeshe hii hamu katika safari hii ambayo unaenda kutubeba mbinguni. Naomba Mungu nisaidie, naomba Mungu nitengeneze hiyo ambayo imepotea katika maisha yangu. Wewe unaijua zaidi kuliko mimi. Mimi naweza kuzungumzia upendo, lakini wewe unajua kitu kingine ambacho kimepotea kwenye maisha yako. Kuna kitu kingine ambacho unajua Mungu alikuprometre lakini kimekatala kufika. Ambia Mungu akusaidie na Mungu akurejeshe hicho kitu. Bwana, tunaomba kwa ajili ya watumishi wako, vyovyote vile ambavyo umevipoteza, tunaomba warejeshe Bwana matumaini waliopotea. Kwa ajili ya nchi yetu Bwana, watu leo hawana hata ukiwaambia tunaenda kuomba kwa ajili ya nchi, hawana tena hamu ya kuombea nchi, sababu wanajisikia kwamba wameomba vya kutosha. Lakini Bwana, tunajua kwamba hata usiku uendelee namna gani utaweza kuleta mwanga. Acha tuendelee kukutafuta hata katika hali ngumu. Tunaomba haya ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki na bariki neno lake.